Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta netibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maajabu na muujiza ya mti huu unayefahamika kwa jina la mgagasi. Wale waganga magwiji, wale wachawi magwiji wanaotumia sana mti huu. Mti huu unajenga na mti huu unabomoa. Mti huu una mambo mengi sana na una miujiza mingi sana. Je, maajabu ya mti wa mgagasi unayafahamu wewe? Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Tupo katika episodi ya kwanza. Kwa yule mtu ambaye anahitaji kumdhalilisha dhalimu wake au adui yake, njoo wakati wa jua kuchomoza au wakati wa jua kuzama, utakuta hii mizizi miwili imepandana, sawa Baada ya hapo utakata ule mzizi wa chini, utakata hapa, sio mwanzo wa mzizi na katikati ya mzizi, sawa Utarudi mpaka nyumbani kwako kwa manuizo maalum. Baada ya kufika nyumbani, unatia nia kwa Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, mimi nina maadui, nina madhalimu. Hawa madhalimu wananikwamishia mipango yangu, wameniulia baba yangu au mama yangu au fulani bin fulani. Kwa yule mtu ambaye anahitaji kurudisha kisasi cha kifo kwa ndugu yake aliyeuawa kiuchawi, na unahitaji kumuua yule mchawi, sawa au adui yako. Kisha nenda katafute sanda. Ukishakuwa umeitafuta ile sanda, funga katika huo mti, namaanisha katika mzizi wa mgagasi utafunga katikati. Baada ya kufunga katikati, nenda katika kaburi, namaanisha lalo la zamani, nenda kaweke juu ya kaburi. Baada ya hapo, tia nia, mimi nakuacha hapa wewe mzizi wa mgagasi. Nitakapokuja kukuchukua, basi naomba uifanye kazi yangu ya kumwangamiza adui yangu au kumuua adui yangu aliyeniulia ndugu yangu au fulani bin fulani, sawa Kisha baada ya hapo utaondoka na kurudi nyumbani. Utakaa aidha siku 3 aidha siku 7. Baada ya siku kupita, utarudi katika lile kaburi. Kama utakuwa umekubaliwa kumdhuru ule adui yako, sawa utakuta ule mzizi wa mgagasi ulipokuwa umeufunga ile sanda katikati, ule mzizi umejikunja wenyewe. Baada ya hapo sasa, utakata na panga ule mzizi ambao palipojikunja katikati pale ulipofunga sanda. Utaandika jina la muhusika, yule dhalim, yule adui unahitaji kumwangamiza, ambaye alikuulia ndugu zako na unaamini huyo ni mchawi na mimi nahitaji nimkomeshe, sawa Utaandika jina lake na jina la mama mzazi. Kama ufahamu, utaandika Hawa, sawa Baada ya hapo, mzizi mmoja utaenda kuuzika katika kichwa cha kaburi la kopo hivi, unazika kwenye kichwa, na mzizi mwingine unazika katika upande wa miguuni. Baada hapo, ondoka pasipo kugeuka nyuma. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama kweli yule mtu alihusika kumuua ndugu yako, basi na yeye lazima atapata maradhi mpaka atamsababishia kifo. Unaweza kukuta tu akaota kipele hapa, kile kipele mara ghafla kikaziba, akatoka kidonda sehemu nyingine, atakufa. Mti huu wa mgagasi una mambo mengi sana. Lipiza uadui kulingana na usawa wa uadui uliofanywa. Kulipa uadui sio dhambi, ni haki ya kila mmoja wetu, lakini usimfanyie mtu uadui ambaye hajakufanyia uadui. Huo ubaya utakurudia wewe mwenyewe. Kwa yule mtu ambaye tayari ameuawa kichawi, ameuawa, amechukuliwa msukule, au yule mtu ambaye amekufa ghafla, lakini mna utata na kifo cha yule muhusika kwamba huyu amekufaje, huyu atakuwa amechukuliwa kiuchawi, sawa Unachotaka kufanya, njoo wakati wa jua kuchomoza au wakati wa jua kuzama katika mti huu wa mgagasi. Vua viatu vyako, tia nia kwa Mwenyezi Mungu. Ewe Mwenyezi Mungu, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil na Israel, ya Rabbi, kwa idhini yako hujawahi kuumba kitu au kiumbe pasina kuwa na sababu, na wewe ndo upo juu ya sababu. Ya Rabbi, ndugu yangu fulani bini fulani, unataja jina lake na jina la mamake mzazi yule mtu aliyekufa, sawa Mtu huyu ameuawa, mimi na wasiwasi na kifo chake.
au kwa yule mganga anahitaji kwenda kumopoa mtu aliyekufa kimazingara. Watu wanahofu ndugu yetu kifo chake. Hapana, sawa Tia nia kwa Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, kwa idhini yako, kupitia mizimu ya mti huu, majini wa mti huu, malaika wa mti huu, nahitaji nikamfufue yule mtu. Kama kweli amekufa kimazingara, ajafa kwa idhini yako wewe Mwenyezi Mungu, nahitaji aamke. Utakuja kuchukua magome ya upande wa mti huu kama ulivyoona binadamu alivyo. Unachukua kama mbavu ya huku, gome la mbavu ya huku na gome la mbavu ya huku, sawa upande wa kulia na wa kushoto. Kisha utaondoka mpaka nyumbani kwako. Baada ya kufika nyumbani kwako, utatafuta kinu, sawa. Baada ya kutafuta kinu, utatuanga yale magome, lakini wakati unatuanga, unatakiwa utuange wakati wa usiku, ukiwa umevua nguo zote, ukiwa mtupu. Kama kweli huyu mtu aliuawa kishirikina, wachawi wanapenda kuwa watupu, na mimi natumia nikiwa mtupu kumrudisha huyu mtu, sawa Unavua nguo zako zote kama ulivyozaliwa, unachukua kinu chako, unatwanga ta mara moja, alafu unagonga tena pap katika kinu, unavuka kile kinu, huku unafanya manuizo, nataka nikamfufua huyu mtu au kumnyanyua huyu mtu alikufa kimazingara. Unakiruka kile kinu upande wa pili. Baada ya hapo tena unagonga tata mara mbili, unagonga tena, unakiruka kile kinu ukiwa uchi mtupu, sawa Kisha utakuta ndani ya kinu ulipotwanga, yani ile dawa yako kama imeshikamana hivi, sawa. Ile dawa iliposhikamana, unaenda sasa kwa yule muhusika ambaye amelala pale, unaambiwa amekufa, unahitaji kumwamsha anyanyuke, sawa Cha kwanza utakamua kidogo vile vimaji vyake paka usoni mwako, kwa wewe mganga au kwa wewe muhusika unahitaji kumrudisha ndugu yako. Unatia nia, mimi niko hai, mimi niko mzima, mimi napumua kwa idhini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kupitia miujiza ya mti huu wa mgagasi, kupitia nguvu ambaye aliweka Mwenyezi Mungu katika mti huu wa mgagasi. Nahitaji huyu fulani bin fulani aliyelala hapa aliyekufa, na yeye apumue kama nilivyopumua mimi, na yeye aishi kama ninavyoishi mimi, na yeye aone kama ninavyoona mimi, asikie kama ambavyo nasikia mimi, na aongee kama ninavyoongea mimi nikiwa hai. Unajipaka wewe katika uso wako ile dawa, kisha unaenda kumpangusa yule mtu ambaye amelala pale, inasemekana amekufa kimazingara au amekufa na uona wasiwasi na kifo chake. Ukimpakaza, hakika kama kweli alikufa kwa idhini ya Allah, kwa idhini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yule mtu hatoamka. Lakini kama kweli alikufa katika njia za kutatanisha za kimazingara, yule mtu lazima aamke kupitia mti huu wa mgagasi, kwa miujiza na maajabu ambayo Mwenyezi Mungu ameweka katika mti huu. Akishaamka, ukimpakaza atapiga chafya ile, anaamka tu. Kwa wewe mganga ambaye ulienda kumwagua yule mtu kumwamsha, au kwa wewe ambaye mtu ulienda kumwamsha ndugu yako, ukimwona yule mtu amepiga tu chafya, geuka nyuma, ondoka katika lile eneo, usimsemeshe, usiongee chochote. Yule mtu ataamka, atakuwa mzima na ataendelea na maisha yake. Yani kwa maana yake atafufuka. Kama alichukuliwa kiuchawi, kimisukule, ataamka, sawa Lakini ukiendelea kubaki pale pale, hakika yule mtu hatoamka, kwa uondoke baada ya kumwamsha. Haya ni maajabu na muujiza wa mti wa mgagasi. Mti huu una mambo mengi sana na una miujiza mingi sana, kama nilivyokuelewesha. Mti huu wa mgagasi, ukihitaji kutengeneza kiumbe nyoka, aidha kwa wewe mganga, aidha kwa wewe mfanyabiashara, yani utengeneze kiumbe nyoka unayemtaka wewe awe ni mlinzi wa biashara yako au awe mlinzi wa nyumba yako, njoo katika mti huu wa mgagasi. Tia nia kama nilivyokuelekeza, mshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia miujiza ya mti huu. Panda juu, kachukue matawi ya mti wa mgagasi, akilisti matawi yako 7, sawa Baada ya hapo, njoo chukua gome la mti wa mgagasi kwa manuizo maalum. Kisha unarudi mpaka nyumbani kwako. Baada ya kurudi nyumbani kwako, tia nia kwa Mwenyezi Mungu. Wakati unatuanga kwenye kinu pale, unasema, ewe kiumbe, nahitaji nikutengeneze ukanilindie biashara yangu. Kama ni mganga, nahitaji ukanilindie kilinge changu. Unatuanga kwa manuizo maalum, unatia nia kwa Mwenyezi Mungu. Utakapokuwa umemaliza sasa katika kudibua ile dawa yako, utaandika nyoka unayemtaka. Kama ni goboko, sawa, utaandika jina lake goboko, sawa. Kama ni swira, utaandika jina la swira, sawa. Kama ni nyoka,
wa aina yoyote au wale vifutu utaandika jina la kifutu. Kama ni kobra utaandika jina la kobra. Ukishaandika unachukua sasa ule usembe, unaufinyanga vizuri, unaweka pale mlangoni kwako, aidha katika biashara, aidha katika kilingo chako. Ile dawa yako unaifunga vizuri, unaiacha pale, sawa? Kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pakikucha kesho asubuhi utamkuta nyoka uliomkusudia. Kama ni chatu utamkuta ni mkubwa, ametanda pale katika biashara yako, aidha kilinge chako. Wewe mganga atakuwa ni mlinzi. Akija mtu kwa ubaya katika kilinge chako cha uganga, basi yule mtu atang'atwa na nyoka. Ukienda kuweka kwenye nyumba yako, akija mtu yoyote kwa ubaya, atang'atwa na nyoka. Akija kwa mazuri, hataweza kudhurika, atakaa salama, hata kilala naye pale hawezi kudhurika. Ukiwa kwenye biashara yako ndivyo takavyokuwa. Haya ni maajabu na muujiza wa mti huu wa mgagasi. Mti huu una mambo mengi sana na una miujiza mingi sana. Unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio, umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa. Na dawa za mivuto ya mapenzi, na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha? Je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho, elimu za miti pamoja na mimea yake kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa. Usisite kubonyeza namba alama ya jumlisha 255784120592. Na kama ni mara kwa kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.